Hatimaye waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amekutana na kuzungumza ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye ameahidi kuiunga mkono Irani katika mazungumzo ya kutafuta amani dhidi ya Israeli na Marekani, akisema ya kwamba yeye anataka amani. Punde tumekuripotia kuhusiana na taarifa ya kwamba Araghchi alikuwa safarini na hatimaye akafika na kuzungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege aliposhuka St. Petersburg, na kueleza namna ambavyo Marekani imekuwa inaharibu mahusiano mazuri lakini pia mazungumzo ya kutafuta amani ya kudumu hapo Mashariki ya Kati. Rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi mjini St. Petersburg siku ya leo Jumatatu, na kumwambia kuwa anatumai wananchi wa Irani watavuka kile alichokielezea kama kipindi kigumu na kwamba amani itatawala hivi karibuni. Urusi imejitolea kuwa mpatanishi ili kujaribu kusaidia kurejesha utulivu katika Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani ambayo Moscow imeyalaani. Pia amejitolea mara kwa mara kuhifadhi urani inayorutubishwa na Irani kama njia ya kupunguza mvutano, ofa ambayo Marekani haijaikubali. Kwa upande wetu tutafanya kila kitu kinachohudumia maslahi yenu na maslahi ya watu wote wa kanda hii ili kuhakikisha kuwa amani inapatikana haraka iwezekanavyo, Putin alimwambia Araghchi kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Urusi. Wiki iliyopita nilipokea ujumbe kutoka kwa kiongozi mkuu wa Irani. Ningependa nikuombe ufikishe shukrani zangu za dhati kwa hili na kuthibitisha kwamba Urusi kama Irani inakusudia kuendeleza uhusiano wetu wa kimkakati, Putin aliongeza. Mwaka wa jana Irani ilisaini makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati wa miaka 20 na Moscow. Urusi inajenga vitengo viwili vipya vya nyuklia katika Bashehe, eneo lilipo mtambo pekee wa nguvu za nyuklia wa Irani, na Irani imeipatia Urusi ndege zisizo na rubani drones za aina ya Shahed kwa ajili ya matumizi dhidi ya Ukraine. Kwa upande wake Abbas Araghchi amesema uhusiano kati ya Urusi na Irani utaendelea kuimarisha na kumshukuru Rais Putin kwa uungaji mkono wa Moscow, kulingana na shirika la habari la serikali ya RIA. Bado rais wa Marekani Donald Trump hajasema chochote kuhusiana na safari ya Abbas Araghchi wa Irani kwenda katika mataifa ya Oman, Pakistan na hatimaye kutimkia Urusi, ambako amezungumza moja kwa moja na Rais Vladimir Putin. Rais wa Marekani Donald Trump kwa sasa bado anakabiliwa na shinikizo kubwa la uchaguzi wa kati ambao unatarajiwa kufanyika mwezi wa Novemba mwaka huu, hali ambayo inampa wasiwasi kufuatia mwenendo wake wa uongozi, ili hali watu wengi nchini Marekani wamepinga uamuzi wake na Israeli wa kuingiza Marekani vitani dhidi ya Irani. Hatua hiyo pia inajiri wakati ambapo mambo ni magumu nchini Marekani. Bei ya mafuta imezidi kupanda, wakati ambapo bado mustakabali wa eneo hiyo haujapatikana, huku Rais Donald Trump akiagiza jeshi lake kufanya mzingiro katika mlango bahari wa Hormuz, swala ambalo limeongeza hali ngumu ya upatikanaji wa mafuta, gesi pamoja na mbolea, bidhaa ambazo zinatajwa kuongeza uzalishaji mkubwa katika maisha ya kila siku wakiwemo wa Marekani. Hali ya chakula imezidi kuwa mbaya, huku ripoti zikiarifiwa kwamba kutokea hatari ya baa la njaa katika mataifa yanayoendelea.